Katika hali ya kushangaza tu, ndani ya huu mji wa Oden unaambua ya kwamba ukinywa maji kutoka katika huu hapa mto, ghafla unaanza kubadilika, unakuwa chizi, unakuwa mweu, unaweuka, na mwisho wa siku kila binadamu ambaye utamuona hapa utatamani kuweza kummaliza. Hivi ndivyo ambavyo mwamba David pamoja na mke wake mjamzito wapo katika huu mji wa Oden, na kwa wakati huu wanaligundua hilo tatizo, na yote kwa yote watu hawa wakaamua kupambana na kupambania uhai wao. Sasa hii movie inaitwa The Crazes ya mwaka 2010. Ungana na mimi kuanzia mwanzo mpaka tamati mwa hii simulizi, bila kusahau kusubscribe. Mimi naitwa Kipaso Njeyara. Bonge Story. Movie inaanza katika mji mdogo wa Oden Marsh. Hapa kulikuwa kuna mchezo mmoja wa baseball ulikuwa ukiendelea maeneo hayo, lakini ghafla kuna mzee mmoja akaingia uwanjani akiwa amebeba bunduki aina ya shotgun. Hali ikabadilika, furaha yote ya mchezo ikageuka kuwa hofu ndani ya sekunde chache kwa watu wote waliokuwepo hapa. Wachezaji nao wakaanza kukimbia huku na kule kwa paniki kubwa sana. Afisa usalama mmoja wa kuitwa Sheriff David akaona ya wazi ya kwamba hili limeshakuwa tatizo kubwa. Hapa akaanza kumkaribia yule mzee taratibu, huku akimwambia ashushe ile bunduki yake. David alizani ya kwamba huyo mzee ameelewa sana, na hivyo anafanya fujo tu mara baada ya kuweza kunywa pombe nyingi kupita kiasi. Sekunde chache baadaye, yule mzee akaelekeza bunduki moja kwa moja mpaka kwa mwamba David. David kwa wakati huo naye taratibu akaanza kutoa bastola yake, lakini yule mzee akajaribu kutaka kuweza kufyatua ile risasi. David akamwahi na kisha akamshuti mara moja, na yule mzee akaanguka chini. Kila mtu aliyekuwepo uwanjani akaingiwa na hofu kubwa sana. Hata David mwenyewe hakutarajia kile kitendo alichokifanya. Ukweli ni kwamba huyu mzee alikusudia kabisa kuweza kumpoteza mtu yoyote atakayemkuta maeneo haya. Sasa na jina lake anaitwa Rolly, na kila mtu hapo mjini alikuwa akimfahamu huyu mzee. Huyu mzee ukweli ni kwamba alikuwa ni mpole sana, mtu ambaye hakuna mtu angeweza kufahamu pengine anaweza kufanya kitu kama hichi kutokana na tabia zake za kila siku, lakini mpaka sasa hakuna anayejua kwa nini huyo mzee ameweza kufanya kitu kama hicho na nini ambacho kimeweza kumsukuma mpaka kuja na mtuto wa bunduki katika uwanja huu wa baseball. Sasa hii ikawa ni ishara ya wasiwasi, huenda kuna kitu huyu mzee amefanyiwa, ndo maana na yeye ameamua kuweza kufanya hichi kitu. Tunatupa upande wa pili kwa daktari wa maiti, na hapa tunaona ameshaupokea ule mwili wa yule mwamba Rolly, na kwa wakati huu anaufanyia uchunguzi. Ukweli ni kwamba majibu ya huyu daktari yanadai ya kwamba huyu mzee hakuwa amekunywa pombe na hakuna pombe mwilini mwake wala dawa za kulevya kwenye mwili wake. Huyu mzee alikuwa na mke wake wa kuitwa Paige, naye pia akathibitisha ya kwamba Rolly alikuwa ameacha pombe zaidi ya miaka 2.5 iliyopita, hivyo hakukuwa na kisingizio wala sababu ya huyu mzee kupagawa tu kwa sababu eti amekunywa pombe au madawa ya kulevya. Paige, mke wa Rolly, akamgeukia David na kisha akampiga kibao kwa hasira. David hakujibu chochote kwa kuwa aliweza kuelewa maumivu ambayo huyu mwanadada anayahisi, na ukweli ni kwamba David alifanya vile kwa sababu asingekuwa makini basi yeye ndio angelala mochwal. Sasa usiku huo huo jambo baya zaidi likatokea. Mwanaume mmoja akamfungia mke wake pamoja na watoto wake ndani ya nyumba, na kisha mwamba akamwagia petroli nyumba nzima na kisha akaichapa moto, yani akaipiga kibiriti. Watu waliokuwa ndani wakaungua hivyo hivyo wakiwa hai. David pamoja na deputy wake wa kuitwa Russell walipofika, moto ulikuwa tayari umeshawaka na kusambaa sana. Sasa yule mwanaume aliyeanzisha huo moto alikuwa akiitwa Bill. Alikuwa tu amesimama nje na kisha akawa anapiga zake tu mluzi kana kwamba hakuna kitu kilichotokea na wala hakuna kitu ambacho kinamtisha. Kilichotisha zaidi ni kwamba macho yake yalifanana kabisa na yale macho ya yule mzee wa kuitwa Rolly kabla hajauawa. Yani macho yake yalikuwa ni makavu sana, yasionyesha hisia zozote wala hofu, yani kana kwamba mwamba ameamua tu kuwa jasiri. Wakati huo huo, kundi kubwa la wawindaji lililokuwa msituni likaona parashuti kining'inia kwenye mti. Walipolifuata wakamkuta rubani alikuwa tayari ameshakata moto na akiwa amenasa kwenye tawi la mti. David akafika tena eneo la tukio, na hapa wakagundua ya kwamba huyu rubani yuko hapa zaidi ya wiki moja iliyopita, tayari alikuwa ameshakata moto. Jambo la ajabu na kushangaza ni kwamba hakukuwa na mabaki yoyote ya ndege karibu na eneo hilo. David pamoja na Russell wakaanza kuufuata mto huo uliokuwa karibu, na mwishowe wakagundua ya kwamba kulikuwa kuna ndege fulani hivi ya kijeshi ikiwa imeanguka chini ya maji. Hapa mambo yakazidi kuwa ya kutisha na ya moto mno. Watu wanajiuliza, ajali kubwa kama hiyo ya ndege, hakuna habari yoyote kwenye vyombo vya habari ambayo imeweza kuripotiwa. David hapa akaanza kupata hofu, huku akishuku ya kwamba huenda hiyo ndege
ndege ndio ambayo imesababisha chanzo cha kila kitu ambacho kinatokea sasa hivi, na yote ni kwa sababu maji ya kunywa katika huo mji wa Oden yalikuwa yakitokea kwenye huo mto, wakiamini ya kwamba mfumo mzima wa maji utakuwa umechafuliwa. Walipochunguza ramani ya mfumo huo wa maji, wakagundua kwamba nyumba ya kwanza kabisa na yule mzee Rolly ndio ambayo ilikuwa sehemu ya kwanza kabisa kupokea maji yaliyokuwa yamechafuliwa. David akaenda moja kwa moja kwa meya wa huo mji wa kuitwa Ops. Mwamba akataka afunge mfumo mzima wa maji wa huo mji mara moja, lakini meya hakutaka kabisa kuweza kusikia hicho ambacho Mwamba anakisema. Sasa ukweli ni kwamba huu mji wa Oden ulikuwa ukiishi kwa kutegemea kilimo, na kwa wakati huo ndio ulikuwa msimu muhimu sana wa mazao. Hivyo Hobbs hakutaka kabisa kuweza kusimamisha maji ya huo mji, akiamini ya kwamba na shughuli za kilimo nazo pia zinaweza zikasimama. Lakini David hakupoteza kabisa muda kutaka kubishana na huyo meya. Mwamba akaenda mwenyewe kuzima maji. Aliporudi kituoni, akamkuta Bir akiwa ameanguka sakafuni mwa selo yake, damu ikawa inamtoka huku mdomoni, huku mishipa ya uso wake ikiwa imevimba na kuwa meusi. Ghafla Bill akaruka kama mnyama mwitu, na kwa wakati huu akawashambulia. David akajaribu sana kutaka kuita msaada, lakini simu zilikuwa hazifanyi kazi kwa wakati huo. Internet nayo ilikuwa imekata kwa wakati huo. Mwamba hata alipotoka nje kwa ajili ya kutafuta signal hakukuwa na chochote. Jambo la kutisha zaidi, mji mzima nao pia ulikuwa kimya kabisa, kimya yani kama makaburi tu. David akawa na wasiwasi kuhusu Mwamba Jim. Akaenda mochwali, lakini Jim hakuwepo kwa wakati huo. Badala yake akamkuta mwanaume mmoja hospitalini akiwa ameshonwa macho na mdomo. David alipomsogelea kwa ajili ya kutaka kumsaidia, Jim akamshambulia kwa nyuma na kisha akamgonga vibaya sana. Kisha akachukua ile mashine ya kuweza kukatia mifupa na kumrukia David taratibu sana. Mwamba David hapa akaona sio kinyonge, naye pia akaanza kujitetea, na kweli akajitetea. Mwisho wa siku akafanikiwa kujitetea, na mwishowe Mwamba Jim akakata moto kwa mashine yake yeye mwenyewe. Sasa ile mashine ikawa inamfuata David kwa hofu kubwa. David haelewi nini afanye, lakini dakika chache baadaye Russell akaingia ndani na kumwokoa David kabla ya mashine hiyo haijamkata kabisa na mguu. David akagundua kwamba hili tatizo tayari limeshakuwa kubwa, na kwa wakati huu, kwa kuwa Mwamba alikuwa ni afisa katika huo mji wa Oden, hasingeweza kabisa kukimbia mji wake. Lakini Mwamba akaenda mpaka nyumbani na kisha akamwambia mke wake afunge vilago vyake vyote na kisha waondoke mji huo mara moja. Jude alikuwa ni daktari kutoka katika huo mji, naye pia alikuwa ni mjamzito, lakini hakutaka kabisa kuweza kumwacha mume wake David nyuma. Akiwa bado wanabishana, Jude akasikia sauti huko nje ya nyumba. David naye pia akaenda kuchunguza. Ukweli ni kwamba hakukuwa na kitu, lakini sekunde chache baadaye Jude akaanza kupiga kelele huku akiomba msaada. David anaporudi, kikosi cha wanajeshi kilikuwa tayari kimewakamata wote wawili, wakawekwa kwenye basi moja na wakazi wengine wa huo mji wa Oden. Kila mtu alikuwa akipelekwa kwenye eneo moja la karantini. Wanajeshi nao pia wakaanza kuwatenganisha na kuwatenga watu kulingana na joto la miili yao. Sasa mke wa David, Jude, kwa sababu alikuwa ni mjamzito, basi joto lake lilikuwa la juu kidogo, hivyo wanajeshi wakamchukua kwa nguvu na kumpeleka sehemu ambayo imejitenga. Huko kulikuwa kuna wagonjwa wengi sana, kiasi cha kwamba walianza kupoteza akili kabisa kutokana na yale maji ambayo yalikuwa yamechafuliwa. Ghafla vurugu zikaanza huko nje. Watu waliokuwa wameambukizwa wakaanza kushambulia wanajeshi. Kila kitu kikageuka na kuwa vurugu maeneo haya. Wanajeshi nao pia wakaona hali imewashinda, na kwa wakati huo wakaamua kurudi nyuma, yani wote wakakimbia kwa kutumia helikopta. David pamoja na Russell walipoona hivi, haraka wakarudi kituoni, wakachukua silaha na kuja kumtafuta bidada Jude, mke wake na David. Walipofika hospitalini, Jude alikuwa amefungwa kitandani pamoja na mwenzake wa kuita Becca. Ghafla mwanaume mmoja aliyeambukizwa akaingia ndani akiwa amebeba reki. Mwamba akaanza kuwamaliza wagonjwa mmoja baada ya mwingine waliokuwepo hapa. Jude naye pia akapiga kelele, kitu ambacho kikamfanya yule mwenda wazimu awaache wote na amfuate yeye. Kabla hajamchoma, David akaingia na kisha akamchapa risasi. Basi akawa amefanikiwa kuweza kumwokoa Jude pamoja na Becca, na hapa wakaanza kutafuta njia ya kutoroka na kwenda mjini, lakini kila sehemu kwa wakati huo ilikuwa tayari imeshaharibika. Walifika mpaka kwenye shamba moja na kutafuta gari, lakini jambo la kusikitisha ni kwamba wanajeshi walipofika hapa wakawamaliza wakulima wote wa
wakizani ya kwamba tayari wameambukizwa. David akagundua ukweli mchungu ya kwamba wanajeshi hawapo tena kwa ajili ya kuokoa watu, ila jeshi limekuwa likiwamaliza kila mtu, wakidhani ya kwamba wameshaambukizwa. Baadaye watu hawa walimkamata mwanajeshi mmoja na kisha wakamuoji. Mwamba akawaambia ukweli ya kwamba Odin Marsh imeambukizwa virusi hatari, jina lake vinaitwa Trixie. Hivyo virusi vilikuwa ndani ya ndege ya kijeshi vilivyokuwa vinapaswa kuweza kuharibiwa mapema sana, lakini kwa bahati mbaya hiyo ndege ilianguka karibu na huo mji wa Odin Marsh, virusi ambavyo vikavuja na kuingia kwenye mfumo wa maji wa huo mji, na kila mtu aliyekunywa hivyo virusi, basi maji hayo yalianza kumpoteza akili, na polepole mtu huyo anaanza kuwa katili sana. Na kadri walivyokuwa wanaendelea kutoroka, Rosenel pia akaanza kuonyesha dalili ya maambukizi. Alipofika kwenye roadblock ya jeshi, Rosel akaamua kujitoa mwanga ili David pamoja na Judy waweze kutoroka. Hapa akaanza kuwashambulia wanajeshi, akajikuta akipigwa shaba nyingi mpaka mwamba akakata moto, lakini sadaka yake ikawapa nafasi David pamoja na Judy kuweza kukimbia. Watu hawa walipofika kwenye rest stop, walikuta watu wengi sana waliokata moto wakiwa maeneo haya, pamoja na maganda mengi ya risasi yakizagaa kila mahali. Hapo ndipo akagundua ya kwamba karantini yote ilikuwa ni uongo wa serikali, ilikuwa inawakusanya manusura na kisha kuangamiza wote. Wakiwa wanatafuta gari, David akapata redio ya kijeshi. Sauti iliyokuwa ya upole na ya baridi sana ikawa imesema zimebaki dakika 8 za countdown. David pamoja na mke wake hawakujua kabisa hiyo countdown ilikuwa ikihusu nini, lakini wao walijua ya kwamba huenda litakuwa ni jambo baya zaidi. Watu hawa wakapata truck na kisha wakaanza kukimbia haraka iwezekanavyo. Dakika chache zilizopita ikaanza kuhesabu sekunde za mwisho: 3, 2, 1, na ndani ya sekunde hiyo jeshi likaifuta Odin Marsh nzima kutoka kwenye ramani. Mlipuko mkubwa wa bomu ukatokea, anga lote likawaka moto, huku mushroom cloud kubwa ikawa inapanda juu angani. Ile shockwave ikagonga kwenye truck yao na kisha ikawatupa nje kabisa ya barabara. David na Judy wakabaki hai. Waliposimama na kugeuka na kuangalia nyuma, Odin Marsh nzima haikuwepo tena. Mji mzima ulikuwa umefutwa kabisa. Na mwisho wa hii movie, David na Judy wakaanza tena kutembea kuelekea mji mwingine, wakiamini ya kwamba wamepona, lakini hawajui ya kwamba satellite ya kijeshi bado inaendelea kuwafuatilia kila wanapokwenda. Hiyo inaonyesha ya kwamba hatima yao bado haijaisha. Na huu ndio unakuwa mwisho huu hapa mzigo wa kuitwa The Crazies wa mwaka 2010. I hope umeenjoy sana. Usiache kusubscribe, kucomment, kulike pamoja na kushare. Mimi naitwa Kipaso Njeyara. Hii ni Bonge Story, mpaka kwa wakati mwingine. Hoi. Bonge Story.